الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه الغر الميامين، وبعد. أنا سمع الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم حفظه الله تعالى: إذا أسحر المسافر، إذا أسحر المسافر، pindi msafiri atakapo ingia katika wakati wa kabla ya asubuhi. Amesafiri msafiri, anatembea msafiri mpaka ukamfika wakati huu ambao ni wakati wa mwisho kabisa katika nyakati za usiku na kabla ya kuingia kwa salatu, wakati wa salatu subhi. Akafika katika wakati wa as-sahar, wakati ambao hata Allah kwenye Qur'ani ameutaja: wa bil ashari hum yastaghfirun. Na katika nyakati za ashari, nyakati za kula daku zile takriban, hum yastaghfirun, wao wanaomba msamaha. Ashari wingi wa neno as-sahar, wakati as-sahar. Kwa ashara maana yake amefika wakati wa sahar. Ashara amefika katika wakati wa sahar. Sahar ni mufrad, jamu ashari ndo wingi. Umoja ni sahar, wingi ashar. Kwa hiyo mlango huu unatubainishia dhikri hii ambayo ataisema msafiri ambaye anasafiri usiku akafika katika wakati huu wa sahar, muda wa kuwa yuko macho mpaka kaingiliwa na wakati huu, akiwa anatembea au amepumzika lakini yuko macho. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika ada yake alikuwa anapenda kusafiri usiku kwa sababu masafa wakati wa usiku yanakuwa ni machache kuliko masafa yanapokuwa mchana. Baadhi wakasema ardhi inakunjwa, ardhi usiku inakunjwa, inaminywa kidogo hivi. Kwa sehemu ambao ulikuwa utembee labda masaa matatu, unaweza kutembea masaa 2.5 takriban. Baadhi wakasema hapana, ardhi iko vile vile, isipokuwa tu kuna kitu anakipata huyu, kama alivyosema al-Allama Ibn Baz rahimahullah kwamba Allah anamsahalishia katika mwendo wake ule wakati wa usiku, kwa sababu wakati wa usiku anakuwa msafiri fi nashatin wa raghba, anakuwa katika nashat, hali ya uchangamfu, tendo ambalo kwamba hupelekea akakata masafa makubwa ya ardhi ilhali wala hahisi. Wal ardu hiya al ardh, na ardhi ni ile ile, lakin tutwa min jihati nashatihi, lakin inafinywa katika upande tu wa yeye msafiri kupewa uchangamfu na nashati akiwa katika mwendo
na awe na raghba katika kutembea pasi na kuchoka kutokamana na adha ya joto, adha ya miale ya jua. Kwa hiyo anapotembea masafa marefu anahisi kana kwamba katembea masafa mafupi, kwa sababu kuna vitu vimeondolewa kwake. Haya amesema al-Allama Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tumeelewana vizuri eh? Hadithi hii ni hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallama idha kana fi safari, anapokuwa safarini. Idha kana fi safarin, anapokuwa safarini. Wa ashara, na akaingia katika wakati wa sahar, usiku wa mwisho kabla ya kuingia kwa alfajiri. Usiku ule wa kula daku. Sisi Waislamu tunapokuwa tunataka kufunga tunakula daku katika wakati huo. Sisi tunakula daku tunaposikia adhana ya kwanza, yani wakati wetu ni wakati wa adhana ya kwanza. Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam katika hadithi, inna bilalan yu'adhdhinu bilaylin fakulu washrabu hatta tasma'u adhana ibn ummi maktum. Inna bilalan, hakika Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yu'adhdhinu bilaylin, ana adhini wakati wa usiku ule wa mwisho, sehemu ya mwisho ya usiku. Inaitwa alfajiri, lakini alfajiri ya uongo. Anaadhini Bilali wakati wa usiku kabla ya kuwa kumekucha, kwa ajili ya kuswaliwa salatu alfajr, kabla ya wakati wa kucha kwa alfajr. Mkisikia adhana ya Bilali, kulu washrabu, kuleni na munywe vitu vyenu, hatta tasma'u adhana ibn ummi maktum, mpaka mtakaposikia adhana ya ibn ummi maktum. Kisikia ibn ummi maktum, muadhini wa pili huyu, maana yake tayari kumeshaingia alfajiri, imeshaingia wakati wa swala. Kwa hiyo wakati wa kula daku ndio wakati wa sahar. Idha kana fi safarin, pindi anapokuwa safarini. Wa ashara, na akaingia katika wakati wa sahar. Maalum hadha, maalum. Yaqulu, alikuwa akisema katika dhikri, sami'a sami'un bihamdillahi, sami'a sami'un bihamdillahi. Baadhi ya ilmu wanasema hapa sami'a kwa maana ya liyasma', na asikie. Sami'a sami'un, na asikie msikiaji. Bihamdillahi, na asikie msikiaji. Bihamdillahi, kwa sisi kumhimidi kwetu Allah, kana kwamba anasema alhamdulillah. Maneno haya na ayasikie msikiaji, kama kuna malaika, kama kuna nani. Sami'a sami'un bihamdillahi, na asikie msikiaji kwa himdi za kumhimidi Allah. Himdi, himdi ni kumshukuru Allah, kumhimidi Allah, kumsifu Allah kwa mazuri. Wa husni balaihi alaina, na uzuri wa neema zake zilizo juu yetu, na
na uzuri wa neema zake zilizo juu yetu. Anaweza kauliza mtu hapo, sasa mbona imetajwa balaa katika matumizi ya lugha ya Kiarabu? Inaweza ikaja hivyo, wasema abla balaan hasana, abla balaan hasana, ukiwa unamsifia mtu kwamba ajada, amepatia, unasema abla balaan hasana, inakuwa ile balaa ilikuwa so balaa kwa maana ya tatizo tena. Napokuja neno hasan hapa wa husni, na kilugha abla balaan hasan, amepatia au ametoa juhudi kubwa nzuri. Abla balaan hasana, unamsifia mtu kafanya jambo fulani limekufurahisha, unasema fulanun abla balaan hasanan. Na hapa imekuja neno husni, wa husni balaihi alaina, na uzuri wa neema zake kwetu sisi. Na asikie msikiaji bihamdillahi, juu ya kumhimidi kwetu Mola, na mhimidi. Na wengine katika ahlul ilmi kwenye hiyo sami'a sami'un, kama vile al-Qadhi Iyadhi na wengine katika wanazuoni wanasema imekuja sam'a, sio sami'a, sam'a, sami'un. Yani kuna mtu amesikia, alafu aliposikia himdi zetu kumhimidi Mola akawa anamsikilizisha au anamwambia na mwingine, hawa wamemhimidi Mola wao. Sam'a sami', yani msikilizaji aliyesikia himdi zetu kumhimidi Mola amemhadithia na mwingine. Wa husni balaihi alaina, na akamhadithia huyo mwingine kadhalika uzuri wa neema za Allah zilizo juu yetu. Tumeelewana vizuri hapo? Haya pia yamesemwa, badala ya kusema sami'a, sam'a, sami'un. Na wengine wakasema mimu haina shadda, sio sam'a, ni sami'a, kama hisibu kama tunavyosoma sisi hapa. Wengine wakasema haikuja hivyo sam'a kwa shadda ya mim au bitashdidi al-mim, bal bitakhfifiha, bilkasri wat-takhfif. Na haya yametokamana na baadhi ya ilmi kama vile al-Imam al-Khattabi, Abu Suleiman al-Khattabi na wengine nasema imethibitiwa sami'a sami'un, amesikia msikiaji kusikia himdi zetu tulipokuwa tunamhimidi Mola. Akasikia msikiaji uzuri wa neema za Mola wetu tuzitajazo. Kwa maana amehudhuria au amesikia msikiaji himdi zetu sisi kumhimidi Mola, kama ambavyo amesikia msikiaji kukiri kwetu juu ya uzuri wa neema za Mola wetu kwetu sisi. Umeelewana vizuri hapo? Rabbana sahibna, tukuomba usuhubiane nasi. Sahibna, tunakuomba usuhubiane nasi. Anaomba kumuomba Mola wake asuhubiane naye safarini. Tukuomba usuhubiane nasi, maana yake hapa anamuomba Allah tabarak wa taala awe naye katika mambo yake yote, kwa kumchunga na kumhifadhi na kumpa taufiki na kumnusuru
na kumsaidia akiwa safarini. Haina maana kwamba awe anatembea naye kapanda naye kadha, hapana. Allah yuko juu subhanahu wa ta'ala kwa dhati yake, yuko na sisi kwa kutusaidia, kwa kutuona, kwa kutuauni, kwa kutuchunga na kutuhifadhi. Sahibna suhubiana nasi, kama ile dua ambayo tulisoma juzi kati hapa, Allahumma anta sahibu fi safari, ewe Allah wewe ni sahib katika safari hii, kwa maana msaidizi wetu unayetusaidia. Sio sahibu wa safari maana rafiquhu, anayerafikiana naye, kwa maana anayeongozana naye. Allah hatangamanikani na waja wake. Mola wetu hatangamani na waja wake kwamba eti akawa anaishi na sisi tuko naye, hakuna jambo hilo. Kwa hiyo utashangaa mtu mwingine anatakidi itikadi yake kwamba Mungu wake yuko chini ya jua, Mungu wake mara yuko kakaa na watu, Mungu wake mara kaonekana kala samaki. Mungu anakula samaki? Mungu anakaa na watu, anasuhubiana nao, yani anasikia harufu za watu, huyo ananuka jasho, anafanya kadha. Mara kapita dampo, jirani na dampo, anusa ile harufu mbaya ya dampo. Mungu amekaa na watu, bali kaja na sura ya kibinadamu Mungu. Mara mtu mwingine katoa upepo, kwa bahati mbaya amevimbiwa huko. Mungu asema Allah ajallu min dhalik, Mola wetu hatangamani na viumbe wake, hafunikwi na mbingu, hahitaji hilo, wala habebwi na ardhi kwamba iko juu ya ardhi. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo tukisema sahibna suhubiana nasi, hatangamanikani yeye na wasafiri kwamba ametangamana nao. Sasa wengine wanasema Mungu wake, Mungu ameingia ndani yake. Mungu ameingia, yuko ndani ya huyu ndani yake kuna Bwana, ndani yake kuna Bwana kaja kaingia ndani ya mwili wa huyu jamaa. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah kwa neema ya Uislamu. Rabbana, ewe Mola wetu mlezi, sahibna, suhubiana nasi kwenye hii safari kwa kutusaidia, kutuhifadhi, kutupa taufiki, kutuauni. Wa afdhil alaina, na tufadhilishe kwa kutudumishia neema, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu, an'im alaina wa afdhil alaina, na tufadhilishe kwa maana kwa kutudumishia neema hizi ziwe endelevu, ndio maana yake. Aidhan billahi minan nar, twayasema haya hali ya kuwa, au nayasema haya aidan, hali ya kuwa mimi ni mwenye kumuomba Allah kinga kutokana na moto. Aidan billahi minan nar, hali ya kuwa ninamuomba Allah kinga kutokana na moto. Kwa hii ni hadithi inatujulisha hapa na inatufunza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akidumu na akipenda hali ya kudumu katika dhikri, na alikuwa akipenda hali ya kudumu katika kuomba dua
na alikuwa akipenda na akidumu katika hali ya kumsifu Mola wake katika kila nyakati. Kwa kila kisehemu takriban kuna dhikr. Hii inatujulisha kwamba mtume alikuwa akimdhukuru Allah sallallahu alaihi wasallam katika vipindi vyake vyote, kama ilivyokuja hadithi ya Mama Aisha, yadhkuru Allah ala kulli ahyani, akimdhukuru Allah katika vitambo na vipindi vyake vyote, akimsifu Mola wake. Kwa hiyo na sisi tunapokuwa tunasafiri usiku, ukafika wakati wa sahar, bado tupo ala dhahri sairi, tupo katika mwendo, ima tuko kwenye anga au tuko albar chikavu au tuko fil bahr kwenye maji, tukafika katika wakati huu, sunna kuyasema haya maneno: sami'a sami'un bihamdillah wa husni balaihi alaina rabbana sahibna wa afdhil alaina aidhan billahi minan nar. Lakini wapi? Tukiwa safarini. Yani haya sema safarini, usiyasema kwenye nyumbani kwako, umeamka wakati wa daku ukaanza kuyasema. Wewe ni msafiri? Sio msafiri. Basi soma hali pake. Hadithi inasema idha kana fi safarin, anapokuwa safarini. Mamoja yupo katika kutembea, bado hajafika safari yake, akafika katika wakati wa sahar, au yuko safarini lakini hatembei, amepumzika, ila wakati wa sahar umemfika, yuko macho dhahiri, ataisema hii dhikri. Wallahu ta'ala a'lam walhamdulillah. Bismillah.